Iran imesema kwamba hakutakuwa na mazungumzo na Marekani ikiwa vikwazo na vitisho vitakuwa vikiendelea. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Abbas Araghchi, amesema Tehran haitashiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja kuhusu nyuklia na Marekani madamu Washington inaendelea na vikwazo vyake vya upande mmoja pamoja na vitisho dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Akizungumza na shirika la habari la AFP pembeni mwa ziara yake mjini Jeddah, Araghchi anasema hatuwezi kuingia katika mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani wakati wanaendelea na sera yao ya mashinikizo ya juu kabisa na vitisho vyao. Araghchi, ambaye alikuwa katika jiji hilo la Saudi Arabia ili kushiriki mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu OIC, amesisitiza mtazamo wa amani wa Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia na kushauri watunga sera wa Marekani kufuata masharti ya mazungumzo ya haki na ya usawa badala ya kutumia lugha ya mashinikizo na vitisho. Araghchi ameendelea kueleza kuhusu mazungumzo yanayoendelea kati ya Iran na pande nyingine katika mapatano ya nyuklia yanayojulikana kama mpango kamili wa pamoja wa utekelezaji JCPOA, zikiwemo Russia, China na nchi tatu za Ulaya. Mahojiano hayo yalifanyika kufuatia madai ya rais wa Marekani Bwana Trump kwamba alikuwa amemtumia barua kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, madai hayo yamekanushwa na ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa. Akizungumza na Fox News, Trump alisema alitarajia kufanikisha makubaliano na Tehran kabla ya kutoa vitisho vya kijeshi dhidi ya nchi hiyo. Mtawala huyo wa Marekani ametishia kuwa kama mazungumzo hayatafanyika atachukua hatua, kwa kusema njia nyingine ni kuchukua hatua kwa sababu huwezi kuruhusu silaha nyingine za nyuklia. Iran imesisitiza mara kwa mara haijawahi kutafuta mpango wa kuunda silaha za nyuklia. Akijibu vitisho hivyo vya mara kwa mara vya kijeshi kutoka kwa Israel na Marekani dhidi ya mitambo yake ya nyuklia ya Iran, Araghchi amebainisha kuwa mpango huo hauwezi kuharibiwa kwa operesheni za kijeshi. Hata hivyo, mpango wa nyuklia wa Iran hauwezi kuharibiwa kupitia operesheni za kijeshi. Huu ni ujuzi tulioupata na ujuzi huu uko katika akili za watu na hauwezi kushambuliwa kwa mabomu, amesema Bwana Araghchi. Mbali na hayo, Araghchi amesema Iran ina uwezo wa kujibu uchokozi wa kijeshi na kuongeza kuwa Waisraeli wenyewe wanajua na wengine katika eneo hili wanajua kwamba iwapo Israel itaishambulia Iran, basi itapokea jibu kali na muafaka. Kwa sasa Iran bado ipo katika mpango wake wa kusema italipiza kisasi wakati wowote kutokana na mashambulizi ya Oktoba 26 mwaka uliopita. Lakini wakati huu pia ni wakati ambapo kila mmoja anatazama ni athari gani ambazo zitapatikana. Hata hivyo, kutokana na mambo jinsi yanavyokwenda wakati huu, Iran imeamua kuungana kabisa katika ushirikiano mzito na Urusi, ambapo katika siku za hivi karibuni Urusi ilitoa taarifa kuiambia Israel kwamba haina haki ya kuzungumzia miradi ya nyuklia, kwamba kutaka kuifanyia mashambulizi ni kosa kubwa na hili litakuwa na madhara makubwa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii.